Nyumba ya Mungu si ya mchezo. Salome, usinifanye kama sielewi kila kitu kukuhusu wewe. Najua kila kitu, najua ubaya wako wote. Sasa basi, nataka uniambie, Ana umemficha wapi? Kwanza unajua sikuelewi. Unamzungumzia Ana yupi? Ana yani ndo nani? Oh, unajifanya haumjui Ana, si ndio? Nisikilize, usinifanye mi kama mpumbavu. Na kuelewa we mwanamke, hujawahi kunipenda hata siku na moja, hujawahi kunisamini. Sasa basi, huyo Ana ambayo wewe unamuulizia, mimi ni mtu wa thamani sana katika maisha yangu. Oh. Kwa hiyo kumbe maneno yako yote hayo unamaanisha kuwa mimi hujawahi kunipenda na wala hunipendi kabisa. Unamwazia huyo Ana, si ndio? Nisikilize wewe mwanamke, usinifanye kama mimi ni mpumbavu, sina akili. Ninachotaka uniambie Ana iko wapi, na kama hutoniambia ukweli, sitokuacha salama. Haijalishi nitakufanya nini. Nisikilize, kuhusu kukupiga wala kukufanya chochote, bila shaka unanijua na uwezo wa kukufanya hivyo, naweza kukupiga, naweza kukufanya kitu chochote, unanijua kabisa. Ila sihitaji kufanya vitu kama hivyo, na siwezi kukufanya chochote kibaya, ila nitakuumiza. Nitajua binafsi na kuumiza vipi. Unaona huo moyo wako? Unaona huo moyo wako? Moyo wako huo utakuja uumie maradufu. Poa. Ni kitu gani huyo anakijua kuhusu mimi? Basi hapa inatakiwa niwe makini sana. Ee Baba wa mbinguni, nyumba ya Mungu, mahali pa amani, usije kwa chuki wala damu. Mchungaji awe mfano mwema, vijana waishi kwa heshima. Esther, kuna kitu nataka nikwambie, lakini
usinifikirie vibaya. Mimi na wewe tumeishi miaka mingi sana. Ulinijali, ulinipenda, ulinifanyia kila kitu kizuri. Sijutii kuishi na wewe. Lakini miaka yote hiyo mpaka matatizo yanatupata, mimi binafsi yangu sikuwahi kukupenda kabisa. Yaani ninachokimaanisha kwamba sina hisia na wewe. Na hivi karibuni nina mpango wa kutoka niende nje ya mji ili nikamtafute mtu ambaye ninampenda. Naomba unisamehe sana kwa hilo. Mume wangu, leo umeamua kuniambia hivi. Hali yako unajua kabisa nimeukuta ukiwa na maisha magumu, ukiwa unahangaika na mtoto. Niliamua kukupokea jinsi ulivyokuwa. Nimekaa na mtoto wako kama mtoto wa kuzaa mimi mwenyewe. Nimeishi na mtoto wako kama nimemzaa mimi. Nimehangaika na mtoto akiwa anaumwa, wewe ni kwenye pombe tu muda wote. Muda mwingine nilikuwa namwacha mtoto ndani anaumwa, naenda kupika vibarua ili nipate hela ya kumtibisha mtoto. Leo hii unaniambia haunipendi. Ulishindwa kuniambia tangu awali kwamba haunipendi, nikajua na mimi nifanye nini. Leo hii amefariki mwanao, ndio umeniona mimi sifai kwako. Sawa baba. Sasa unaenda hapo. Ila Esther, sikuwahi kumpenda kabisa maishani mwangu. Anisamehe sana kwa kumpotezea muda. Lakini yote haya sababu ni mimi. Nilifanya ujinga mwingi sana mpaka yule nilikuwa nampenda akaondoka. Hivi kwa mfano ningekuwa nimetulia, ningetimiza majukumu yangu kama baba kwenye familia yangu, natumai asingeniacha. Ee Baba wa mbinguni, tunasimama mbele zako. Nyumba yako ni takatifu, tufundishe njia zako. Nyumba ya Mungu si ya mchezo, ni mahali pa sala na rehema. Wengi huja na mioyo mizito, wakirudi hupata faraja.
Unajua ni kazi kubwa sana niliyoifanya, mpaka naogopa. Wewe nisikilize, pesa ndo kila kitu. Usiwe kama Ana mwenzio niliyempa kazi akashindwa kuifanya kazi yangu. Sasa nataka jibu moja tu, unaifanya kazi yangu au hauwezi kuifanya? Naona utafute tu mtu mwingine, hiyo kazi imenishinda. Alafu yule ni mchungaji wangu. Hata hivyo ninajikaza tu, nitafanya nini sasa? Sikiliza wewe, hakuna mtu aliyewahi kujua siri yangu mimi nikamwacha salama. Kwa hiyo basi jipange. Mchungaji, unajua kwa macho ya kawaida mtu anapokutazama hivi anajua labda wewe una familia, una mke, lakini kiufupi mimi sina mke kabisa. Sasa maana ya hayo yote unayoyaongea ni nini? Unajua, unaweza ukamtazama huyu mwanamke ukaona vile kama malaika sana, lakini sio, hana umalaika wote, ana roho mbaya sana. Ni zaidi ya mbwa mwitu, ana roho ya kikatili. Mume wangu, hebu acha kudanganya watu. Utakuwa umeshavuta bange huko, umekula zile dawa zako, ndio maana unaongea maneno ya ajabu ajabu hapa. Shem, mdogo wangu hana hizo tabia, wala mdogo wangu hajawahi kuonea mtu yoyote, wala hajawahi kupigana na mtu yoyote. Sasa unavyokuja hapa unaanza kusema eti mdogo wangu mimi sijui, unamfananisha mpaka na mbwa mwitu. Mbona sikuelewi? Yaani unanichanganya kabisa, wala sijui unamaanisha nini. Shemeji, mara mwisho kuonana na rafiki yako ilikuwa lini? Na kama uelewi, basi jaribu kufuatilia, utanielewa kipi ambacho nakimaanisha kuhusu mdogo wako. Ashe, sasa rafiki yangu ameingeje kwenye haya maongezi? Umekuja kwa ajili ya mdogo wangu, kwa ajili ya rafiki yangu? Mimi naomba uachane kabisa na rafiki yangu. Nisikilize ndugu yangu. Hebu jaribu kutuliza akili yako kwanza. Maana nakufahamu vizuri sana. Inawezekana umepita huko nini na nini, si unajua. Mimi nakufahamu vizuri. Kama kuna mambo yanawasumbua ya kifamilia, mimi naona mkayamalize ndugu nyumbani. Au kama kuna haja ya kuwasaidia, basi tuwasaidie. Mimi naona ni hivyo tu.
kweli shemeji, mimi naomba tukayaongelee nyumbani. Wewe utaendelea kubaki mahali hapa, uendelee na kazi yako. Na nyinyi ambao hamtaki kunielewa wala kunisikiliza hiki ninachozungumza mahali hapa, baadaye mtakuja kunielewa kipi ambacho nakizungumzia. Hivyo tu. Ee Baba wa mbinguni, tunasimama mbele zako. Nyumba yako ni takatifu, tufundishe njia zako. Nyumba ya Mungu si ya mchezo, ni mahali pa sala na rehema. Wengi huja Ee Baba wa mbinguni, tunasimama mbele zako. Nyumba yako ni takatifu, tufundishe njia zako. Nyumba ya Mungu si ya mchezo. Shile ndum dum 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 dum, serikali imekataza. Sinywi pombe, hatari kwa afya. Napenda kush, napenda kubaluza. Watu tu starehe tu. Nani? Nishakwambiaje kusawa mashoga zako? Shakalia umbea tu. Mwambie atoke huyo. Wewe. Toka. 1 2 3. Ondoka. Tunaondoka. Esther, mmenizalilisha sana wewe na huyo Chapombe wako. Ni maneno gani hayo mume wako anaoongea hayo? Mimi sijapenda. Kuanzia leo mimi na wewe urafiki umeshakufa. Hautanisikia tena nimekuja kwako. Basi nenda basi, nitakuja kwako. Mchungaji awe mfano mwema, vijana waishi kwa heshima, mama na baba waamini katika Chula wewe. Chula kiume. Unasikia? Nataka uniambie Ana iko wapi? Nimekutafuta kinoma noma. Chocho. Tobo wewe. Nataka uniambie Ana iko wapi? Wewe ndio unajua kila kitu. Mama yake ulikuwa unaishi na Ana kila kitu unaiona sura? Unaiona sura? Usinifanye labda kunijua upande wangu wa pili. Unanielewa? Nataka uniambie sasa Ana iko wapi? Sikiliza nikwambie blaza. Mimi kwa kweli niambie Ana iko wapi? Mbona umauma kama mtoto wa kike vipi, kama chula kama sio? Kaza maneno. Wewe mtoto wa kiume, ongea, zungumza, nataka kujua Ana iko wapi. Mimi wakati naondoka nyumbani nilimwacha.
na wakati narudi sikumkuta, hata sifahamu ameenda wapi. Nasikia kitopo nitakufanya kitu hamna, maana umeshindwa kuelewa na kumaliza mazungumzo yetu kwa amani. Nataka uniambie ana yuko wapi? Nimekutafuta sana wewe. Basi fahamu kusana. Na ndio ukweli wangu. Asikia. Unasikia? Nakupa siku hizi 2. Siku ngapi hizi? Siku 2. Uje uniletee ripoti ana yuko wapi? Sawa. Popote pale alipo mahali au mlete. Unasikia? Umenielewa? Nimekuelewa. Mchungaji awe mfano mwema, vijana waishi kwa heshima, mama na baba waamini katika njia ya wokovu. Tusihukumu bali tuombe, Mungu hubadilisha moyo, kwa neema yake kuu sana tutapata uzima wa milele. Mungu tusafishe